Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa maelfu ya raia wamejitokeza katika barabara za jiji kuu la Johannesburg nchini Afrika Kusini kufanya maandamano ya kupinga uhamiaji haramu nchini humo. Maandamano hayo yalianza jana katika mji wa Pretoria. Makundi hayo yanaitaka serikali ya nchi hiyo kutekeleza sheria ya udhibiti wa wageni wanaoingia nchi hiyo bila vyeti sahihi. Wafanyabiashara jijini Johannesburg walifunga maduka yao wakihofia vurugu. Waandamanaji hao walikusanyika katika maeneo wanayoishi wahamiaji wengi kabla ya kufika mbele ya bunge la nchi hiyo wakitaka hatua muafaka zichukuliwe. Maandamano hayo yameandaliwa na kundi linalopinga wahamiaji haramu pamoja na vyama vya upinzani vya kisiasa. Mapema wiki hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pamoja na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa walikemea vitendo vya chuki dhidi ya wageni. Sasa hii si mara ya kwanza kwa Afrika Kusini kushuhudia maandamano ya aina hii katika mwongo mmoja uliopita. Hatuna shida na wahamiaji kutoka Afrika. Shida ni wahamiaji haramu ambao wengi wao ni majambazi. Kuna mamilioni ya wahamiaji hao humu nchini, na isitoshe wana silaha, wanaua watu wetu kila siku, na pia wanawasajili dada zetu kwenye ukahaba, na wengi wao wanauza dawa za kulevya. Watu hao wako hapa kuchukua nchi yetu. Tazama maduka na biashara za hapa zimejaa watu kutoka Asia, Bangladesh, Somalia. Sisi raia wa Afrika Kusini sasa tumekuwa watazamaji tu katika uchumi huu. Serikali yetu ndiyo ya kulaumiwa. Nilipokuwa naendesha gari, nimeshuhudia biashara nyingi hapa za wageni. Uchumi si wetu tena, raia wa Afrika Kusini. Na kama hali iko hivyo, basi raia hapa hawana kazi wala mwelekeo wote. Sasa tusalie katika taarifa nyingine inayohusu wahamiaji haramu au watu katika mataifa ambao hawana vibali halali. Huko Uganda, polisi wamewatia nguvuni watu 231 ambao ni raia wa kigeni katika msako dhidi ya wahamiaji haramu. Katika msako tofauti jijini Kampala, wahamiaji wengine 169 wamezuiliwa kwa kuwa nchini humo bila stakabadhi zinazofaa. Mwanahabari wetu Shoaib Ibrahim ana maelezo zaidi kutoka Kampala. Maafisa wa idara ya uhamiaji katika wizara ya mambo ya ndani nchini Uganda wamesema baadhi ya raia waliokamatwa ni kutoka nchini Bangladesh, Pakistan, India, Ghana, Cambodia, Myanmar, Sri Lanka pamoja na Ethiopia. Kulingana na msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Simon Peter Mundei, hatua hiyo ni muhimu katika kutekeleza sheria juu ya uhamiaji pamoja na kuvunja mitandao ya uhalifu wa mtandaoni. Jumba ambalo tuliokuta hawa lilikuwa likilindwa vikali katika mlango wa kuingia na wa kutoka. Watu hawa walikuwa wakizuiliwa kutoka na pia hawakuruhusu mtu yeyote kuingia ndani. Ndani ya jumba hilo tulinasa idadi kubwa ya kompyuta na vifaa vingine vinavyotumiwa katika kutekeleza michezo haramu, kamari na uhalifu wa mtandaoni. Wizara hiyo imeongeza kuwa waliokamatwa walihadaiwa kwa ahadi za kupewa ajira nchini Uganda na wengine walihusika moja kwa moja katika vitendo vya uhalifu wa mtandaoni. Katika tukio jingine, maafisa wa uhamiaji katika mji wa kaskazini mwa Uganda wa Adjumani wamewakamata raia 69 wa Nigeria wakituhumiwa kufanya kazi bila vibali halali. Watu hawa wote 231 waliokamatwa katika misako hii miwili sasa wanahojiwa. Watakaopatikana na hatia ya kukiuka sheria za Uganda za uhamiaji watakabiliwa na mashtaka kwa mujibu wa sheria za Uganda. Maafisa bado wanaendelea na hatua ya kuwahoji raia waliokamatwa, huku msako wa kuwakamata raia wasio na vibali vya kufanya kazi hapa nchini Uganda pia ukiendelea. Wachunguzi wanasema hatua ya kukamatwa kwa raia wa kigeni wasio na stakabadhi zinazowaruhusu kufanya kazi nchini Uganda inaashiria mwenendo unaokuwa wa shughuli za uhalifu wa mtandaoni zinazowahusisha baadhi ya raia wa kigeni. Mnamo mwaka 2020, mamlaka nchini Uganda ziliwakamata raia 36 wa China katika kile walichokieleza kama msako mkubwa dhidi ya vitendo vya uhalifu wa mtandaoni. Katika operesheni hiyo, maafisa pia walinasa simu za mkononi 3500 na kadi za simu 1700 pamoja na vifaa vingine. Shoaib Ibrahim, BBC, Kampala. Sasa hebu tafakari kidogo. Unaolewa na mtu ambaye unampenda sana, lakini baadaye anageuka na kuwa sababu ya wewe kukosa baadhi ya viungo
vya mwili wako. Hayo ndio aliyomkuta Rosanna Kadhure. Ni raia kutoka Kenya aliyepitia unyanyasaji na mateso katika ndoa yake hadi kufikia hatua ya kupoteza jicho lake na kupata ulemavu wa mkono. Kadhure amezungumza na mwandishi wa BBC Asha Juma katika makala ya leo ya Waridi wa BBC, lakini kwanza tukutahadharishe tu kuwa taarifa hii ina maudhui ya kuhuzunisha. Kama ningejua naolewa na huyu mtu na nikata hii jicho namna hiyo na mkono kama hii yenyewe nilikuwa sina mkono wa kujitabutia, singeolewa. Niliambiwa nakupenda. Na niliambiwa nakupenda na mimi nikasema nakupenda. Uchinga ikakuwa uchinga wapi? Hapo. Sasa ndio unaona niko na maalama. Niko na machinda. Sasa siwezi kaenda kibarua hata kwa mtu. Mkono ilikuwa mikono miwili ya kulima. Miguu nilikuwa nabeba hata mgongo nikabeba hata mizigo. Sasa siwezi. Maisha kabla ya ndoa yalikuwa vipi? Mbele hii tokea hii tulikuwa tunakunywa na gilasi moja ya chai. Kaupendo kalikuwa kazuri sana. Lakini alipinduka baadaye. Mtu akuonyeshangi baya saa ile ambao uko kwenu. Ukiwa unataka kwenu, unafuata mtu mpaka mnaenda kwao, mnakaa miaka 2, 3, 4, hapo ndio ubaya anaanza pole mpaka mwisho inakuwa mbaya. Akaanza kuvuta bangi, kukunywa chang'aa, kukula ile milaka ile mbaya iko mila ile ambayo sio mzuri sana. Na hata mimi nilianza kelele. Wa mama ndio hiyo kelele. Sio mimi peke yangu, mwanamke ndio kalekelea kanatokanga. Kama unapiga bure, kelele iko kubwa sana. Ni vile una nguvu ya kumpiga. Ndio tinde ilianzia hapo. Mama Rosanna, siku hiyo ya tukio kutokea, bwana kuja kukukatakata, ilikuwaje? Kwenda kliniki kupeleka mtoto kundugwa sindano, alikuwa anafikia atakuja masaa. Kunaona vile watu wanakuanga wengi. Kliniki wa mama wanakuanga wengi na watoto. Kwenda vile nilienda kliniki huko nikakuta hakuna watu wengi. Ni mtoto akandugwa sindano. Nikarudi kitu saa 6 hivi. Saa 7 hivi nikakuwa napika nyumbani. Nikamkuta akona kachana ka form 4 kwa kitanda yangu. Si lazima mtu aongee ukweli. Hapo ndio vita ilitokea hii ya kukatakata hii. Uone kamuuliza kwa nini nalala kwa kitanda yangu? Na niko na katoto kandogo. Akaondoka Similia, wakaondokanga Similia wote. Mchana akaondoka katoka kaenda, tukabaki na mzee, akaondoka akaketi hapo. Mimi naye nikaweka mtoto chini, simweki kwa kitanda. Kamweka chini. Siwezi kalalisha mtoto kwa kitanda. Nyumba kitanda inalala na mtu mwingine hapana. Okay, nikaanza kuweka kwanza nje. Taenda kwetu, ulinitoa shule, angalini. Maneno mengi, ile natoa sauti. Alisimama kwa mlango hapa kaniambia, wewe unasema ile siku utaenda. Kuliko utoka hapo ende kwenu, utakuharibu chura. Unasenda olewa na mwanamume mwingine. Akasimama kaniambia, akaondoka pole. Mimi naketi na mtoto. Ai. Bwanangu Saida alikuja, alifungua mlango. Kufungua mlango mimi nikaondoa mkono juu. Hii mkono Fungulia wewe. Alifungua mlango na ile tuchumari. Sikusikia yeye akifungua. Sasa ile nilisikia kunifungulia kwa mlangeti ndio niondoe mkono juu. Kasikia baridi kwa sababu nasikia na mtoto ako chini ya mkono. Nikaondoa Saida ananifungua hivi, nikaondoa mkono juu, nikafunga tochi. Kwa sababu tochi inanimulika, nikafunga tochi, nikauliza swali. Ni nani nifungua kwa mlangeti na aniambie nifungue mlango? Akauliza mchinga, unauliza swali? Si ni mimi. Nilikwambia nitakuwa najua tuende pamoja. Kusikia ni yeye. Nikaanza alikatia panga kutoka hapa mpaka hapa. Sasa hata ukipiga hivi huwezi kuangalia hivi, lipinduka hivi. Kupinduka hivi alikatia hapa. Akitaka kukata 2 ice ndizo ngapi? Panga ikaingia mpaka hapa. Si unaona panga inaingia kweli? Kupinduka hivi kulalisha hapo chini, alikatia hapa akitaka kukata watu kwa shingo. Sasa saa hiyo kukatakata akakata tena panga ingine hapa. Akakata ndio hii mguu, ndio hii panga. Nikaanza kulia. Ilichukua muda gani majirani kuja kufika? Majirani kuja, ile ndio nilipiga. Mzee na alikimbia mbio kwa sababu aliona atazikwa. Kipindi unapitia haya yote, safari yako ya uponyaji ilianzaje? Kupona kimwili hadi kihisia. Uponyaji wangu ni Yesu alisimama na mimi. Na akaniponyeza. Pile nilitolewa hata kwa watu walikuwa wakishangaa. Huyu mama alikatakata na mlei kweli atakuwa mtu tena. Leo unapoangalia kitabu cha maisha yako, ni kitu gani ambacho ungependa dunia ijue, dunia ifahamu kuhusu ukatili katika ndoa? Masomo na ambao mchana yule ayaolewa aendelea masomo. Amalize juu na apate kazi.
Mungu amsaidie, hapo atapata makao. Makao yatakuja. Yakikuja hapo baadaye ako sawa, maisha yake ataishi maisha mazuri. Lakini akisema ati ni kuolewa sasa haraka atupe shule, atupe masomo. Hakuna hiyo, unaenda kukula taabu nikikula kama ile nilikula. Kama inakula hata saa hii. Si ni kweli? Kama ningeendelea masomo, si sasa ningekuwa na kazi.